hapa kwa cover kama mbili hivi. Cover ya kwanza ni kiongozi mwandamizi wa baraza na hasa baraza original la mitume na manabii wote Tanzania, kama rais wa baraza hilo. Hiyo ni katika utumishi tu mkuu ni nafasi ya wito huu wa kitume na kinabii, lakini pia ni na mwangalizi wa makanisa ya Jesus Power Miracle Church ndani ya nchi na nje ya nchi kama askofu mkuu. Wakati nasikiliza kwa umakini na kuchukua notes za hili sala, nimebarikiwa na watu 7. Nimebarikiwa na watu 7. Kuanza watu 7 ni Mungu mkamilifu. Ni Mungu aliyekamilika. Haijalishi kimwili, kiroho. Watu 7 walikuwa eneo gani? Walikuwa chini ya mti, walikuwa kwenye ghorofa 5, 10, lakini mamba watu 7. Amen. Hiyo peke yake imenibariki sana moyoni mwangu. Maono yanakuwa ni ya mtu mmoja. Maono yanayoiendea dunia nzima huwa yanaanza na mtu mmoja. Amen. Vita vya taifa lolote huwa vinaanza na mtu mmoja. Uponyaji kwenye nchi, amani kwenye nchi huwa inaanza na mtu mmoja. Kwa hiyo maono yalianza na mtu mmoja, lakini kwa kusudi la mbingu wakatakiwa wapatikane watu wengine 6 ili yale maono yaende bila kuzuiwa. Leo tuko zaidi ya watu 70 hapa. Elimu inatusaidia, japo watumishi wengi wanachenga kwenda kwenye theology. Elimu ni nzuri sana. Ukipata elimu unapata maarifa ya kiungu. Imenionyesha kwamba una ushirikiano mwema na jamii ya watumishi wa mafuta. Na endelea hivyo. Nabii Dickson, endelea hivyo. Tengeneza urafiki na mahusiano na watu. Kazi yetu ni kubwa sana. Ukiona unakoelekea, unamthamini kila mmoja. Ukiwa hujui unakoelekea, utawadharau watu. Imenisaidia kwenye maisha ya leo kumheshimu kila aina ya mtu. Waliotuumiza bado tunawapokea. Watoto wa kiroho, majirani bado ni watu wema kwetu. Utumishi wetu haujulikani bila watu hao. Tunakuwa utumishi mkuu uliotukuka kwa sababu ya wale watu tulionao au tunaofahamiana nao. Mungu awabariki. Amen. Tuna watu wakishakuwa kiwango fulani ni adimu, lakini tuna watu wanaopatikana. Tulikuwa na zoezi la uzinduzi wa kanisa kwa sababu hapa tumehamia tangu mwezi wa kwanza na tumeanza ibada rasmi mahali hapa. Kwa hiyo tukaona sio vema pia kuweza kuanza kienyeji, ndio maana leo tunaweka ibada hii maalum ya kuweza kupazindua, lakini pia imekuwa ni ibada ambayo watu wameendelea kushika mkono katika hili, katika mambo yaliyoko mbele. Wito wangu kwa jamii, tumekuwa na eneo letu ambalo hapo nyuma lilikutana na changamoto ya mafuriko. Baada ya kukutana na mafuriko ikawa imebebwa asilimia kubwa sana ya kanisa. Baada ya hapo tukaingia katika majukumu ya kupanga, tukapanga sehemu ya kwanza, tukalipa kodi vizuri kwa muda wa mwaka mmoja, lakini ile kodi ilipoisha mwenye eneo hakutaka tena tuendelee. Kwa hiyo tumepata eneo lingine ambalo sasa ni hapa pia tumepanga. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii na watu wote ambao wanafuatilia mahali hapa, dini zote, kabila zote, iwe ndani ya nchi, nje ya nchi, wito wangu ni maombi ya kuweza kutusupport ili kuweza kupata eneo letu kwa ajili ya kuweza kuabudia kufanya kazi ya Mungu. Kanisa la Nguvu ya Msalaba lilianza na waumini 7 chini ya mti wa mchongoma, tukiwa tunasifu na kuabudu kwa kutumia mikono,
ikiwa ni zaidi ya familia ya mbeba maono. Baada ya mwaka mmoja, kanisa lilikuwa na tukahamia Komando. Hapo tuliweza kuchagua viongozi wa kanisa katika idara mbalimbali. Tunamshukuru Mungu sana, kwani amekuwa pamoja nasi hatua kwa hatua mpaka hapa tulipo leo. Hakika tumeuona mkono wake. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, Kanisa la Nguvu ya Msalaba chini ya mpakwa mafuta wa Bwana, ambaye pia ndio mbeba maono wa Kanisa la Nguvu ya Msalaba, Papa Dickson Mwachilengwa, akishirikiana na mama yetu mpenzi Pastor Esther Dickson Mwachilengwa na wachungaji na viongozi wote wa kanisa la Cross Power, tumefanikiwa kufikia malengo yetu kwa kiasi. Tulipata eneo la kudumu miaka mitatu iliyopita. Tulinunua eneo hilo kwa kiasi cha shilingi milioni 14 na tukafanikiwa kununua vifaa mbalimbali vya kanisa na huduma. Tulipata viti 74, speaker 2, keyboard, na washarika waliongezeka kutoka washarika 7 wa mwanzo chini ya Mchokoma, na baadaye tukafika washarika 90.